Kuna maombi muhimu ya kuyafanya kwa watoto wako. Maombi ya kufungua ufahamu kwa watoto wako. Jitahidi kuombea watoto wako, waombee ulinzi. Omba maombi ya kuwafungua ufahamu. Adui anachokitafuta kwa watoto wako au mtoto wako ni ufahamu wake. Kuna watoto ambao Mungu amewapa neema, wamezaliwa wana akili nyingi, wana ufahamu mkubwa. Adui anaanza kuwawinda ingali bado wadogo. Nikukumbushe jambo hili, wakati Yesu amezaliwa, adui alishajua kwamba Yesu atakuja kuwa nani. Walipotumwa mamajusi kwenda kuangalia na kupeleza eneo lile, walipokuwa wameenda kuangalia aliyezaliwa ni nani, Mungu aliweza kuwaonya wale mamajusi wakati wanarudi, ya kwamba wasirudi kwa njia ile ya adui ambaye alikuwa anamtafuta Yesu, wapite njia nyingine. Biblia inasema kwamba Yesu alichukuliwa akapelekwa kuhifadhiwa mahali pa Misri ili aweze kukaa salama kwenye kipindi ambacho adui alikuwa anamtafuta. Kumbe kuna namna ya kuomba maombi ya ulinzi, maombi ya kuwalinda watoto wetu, maombi ya kuombea watoto wetu fahamu. Adui wanatuma wapelelezi wa kuanza kuwapeleza watoto wetu tangu wadogo, wa kuweza kupeleza watoto wetu kwa habari ya maisha yao, akili zao, uhuru wao, neema yao. Na kuombea, naomba kwa ajili ya watoto wako siku ya leo. Mungu awakumbuke watoto wako. Kama una watoto 2, 3, uko nao karibu, 4, 5, 1 uko nao karibu, basi wasogeze karibu, tuombe maombi ya kuombea watoto wako. Na kama wako mbali pamoja na wewe, pengine wako mashuleni au kwenye majukumu mengine, basi unaweza ukachukua picha zao, nguo yao au chochote kinachowakilisha wao, ili tunapoomba maombi haya yaende huko waliko na wakafunguliwe. Na huko mwingine unatamani kupata watoto lakini bado neema hujaipata, nisaidie kuweka mkono wako tumboni. Na huko mwingine ambaye watoto wako wako mbali na hauna kitu ambacho uko nacho karibu, basi unaweza kuweka mkono kwenye tumbo lako, ishara ya kuombea ufahamu, ishara ya kuwaombea. Na kama watoto wako wako jirani na wewe, basi wasogeze karibu, weka mikono juu yao, waombee. Omba kwa ajili yao, weka mikono. Unajua kuna baraka kubwa mzazi kuweka mikono ya kumbariki mtoto wako. Yaani unapoweka mkono juu yake, acha zile adhabu ambazo unatoa. Kama unaweza kutoa adhabu, unaweza kutoa laana, vivyo hivyo unaweza kutoa baraka. Unaweza kumbariki mtoto wako akafanikiwa. Unaweza kumtamkia ulinzi mtoto wako akawa sawa na vile ulivyofanya, akawa sawa na vile ulivyoomba. Mara nyingi adui amefunga jambo hili. Mara nyingi wazazi tunahangaika kushughulika na matatizo ya watoto, kushughulika na magumu ya watoto, lakini tunasahau wakati wa amani, wakati mambo yako sawa, tunaweza kuwabariki na kuwatamkia baraka watoto zetu. Weka mikono juu watoto wako, kama wako jirani, waombee. Omba hata kama hujui kuomba, waombee. Waambie wanangu na wakaribisha, njooni tuombe. Kaa chini, piga magoti, nataka niwaombee. Na wakati mwingine pia unaweza ukasema watoto wako wakuombee. Kuna baraka kubwa mtoto wako kukuombea. Mfundishe mtoto wako kuomba. Mfanye mtoto wako ajue kuomba. Mfanye mtoto wako ampende Mungu, aweze kumtegemea Mungu kwenye njia zake, kwenye mambo yake. Hiyo itamsaidia. Hiyo itamfanya aweze kukumbuka maisha yako yote. Hiyo itamsaidia awe na ulinzi wa kudumu maisha yake yote, kwa kuwa umemfanya awe karibu na Mungu. Nataka niombe kwa ajili ya watoto wako. Pengine ni wanafunzi, pengine sio wanafunzi, pengine mtoto wako ana tabia fulani ya kulisi ambao unatamani Mungu amfungue, unatamani Mungu amweke huru. Nataka niombe na wewe na niombe kwa watoto wako. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya mzazi huyu ambaye anainua imani yake na kuombea watoto wake. Na naombea watoto hawa, mtoto huyu ambaye mzazi huyu amemleta kwa imani mtoto wake ili aweze kupata ufungulivu. Baba, tunawaleta watoto zetu na waombea kwa jina la Yesu. Na achilia ulinzi katika ulimwengu wa roho. Na achilia ulinzi katika ulimwengu wa roho. Na achilia ulinzi kwenye duala hilo. Wengine wameshikana mikono, ishara ya kuweka sawa familia, kujikabidhi mbele zako. Yuko mzazi mwingine ameweka mkono juu ya mtoto wake, ishara ya kumuombea na kumfungua na kumtamkia baraka. Yuko mwingine mzazi amegusa kifaa cha mtoto wake yuko mbali. Yuko mwingine amegusa tumbo lake. Mwingine hana uzao kabisa, amesema Mungu, naweka kwenye tumbo langu kwa imani. Yuko mwanaume ameweka kwenye viuno vyake kwa imani, ishara ya kuombea uzao wake, ishara ya kuombea watoto wake. Nami naondoa kila mapooza. Kuna watoto wanakuwa na mapooza, hawaendi sawa na umri wao. Kuna mambo mengine wamefungwa ufahamu. Baba, nafungua ufahamu wa watoto, nafungua ufahamu wa mtoto huyu. Ewe pepo uliyekaa ndani yake, ondoka kuanzia sasa. Toka maroho ya kiburi, toka maroho ya kutokuelewa uzito wote ambao umekaa kwa mtoto wako, na amuru umwachie sasa. Ewe pepo la giza uliyekaa kwa mtoto huyu, mwachie kuanzia sasa, mwachie kuanzia sasa, na kulipua na kuondoa. Toka, achia mtoto huyu, toka, achia mtoto huyu, toka, achia mtoto huyu, na kuamuru ewe roho chafu, hauna mamlaka ndani ya mtoto huyu, muachie kuanzia sasa. Natamka ufunguliwe, natamka ufungulivu. Unavyoweka mkono juu yake, unavyoweka mkono juu yake, kuna kitu kinaendelea. Roho chafu zinaondoka, laana za kurithi, laana za kutumiwa. Toka maagano ya giza, toka mapepo, toka uchawi na uganga. Hauna mamlaka kwa mtoto wako. Kila kuchezewa, kila kuchukuliwa nyota, kuchukuliwa ufahamu, kuchukuliwa hatua zake, na kataa mausumbufu yote ya giza. Toka, mwache mtoto huyu.
Mwachie sasa. Achia katika ulimwengu wa roho. Ewe roho chafu, ondoka. Achia akili yake, achia ukili yake, achia ufaulu wake. Natamka ulinzi kwa mtoto. Ewe uchawi na uganga, ewe nguvu za giza, mapepo, matamko mabaya, manamna yote ambayo mtoto amenenewa. Wengine mmechafuliwa na ndugu zenu. Watoto walinenewa maneno mabaya na wandugu wa karibu, wakawachukulia vitovu vyao, wakawachukulia majina yao, wakawachukulia hatima zao. Wengine ni mawivu ya familia. Na kataa yasiende kwa watoto wako, yasiende kwa mtoto wako. Na mfungua mtoto wako apokee ufungulivu, akafaulu vizuri, akafanya vizuri. Roho ya michezo kupita kiasi, roho ya kuchanganyikiwa na dunia. Mwingine wa mtoto wako anaumwa, yani anaumwa tu. Hiyo roho ya magonjwa ondoka. Toka, mwachie mtoto. Toka, mwachie mtoto. Hilo tatizo linamsumbua mtoto ambao limekuwa nenda rudi linaendelea, na amuru limwachie sasa. Ewe mtoto, pokea uzima, pokea uponyaji. Ewe mtoto, pokea uzima. Na mtamkia mtoto wako baraka, afunguliwe. Anza kumbariki mtoto wako sasa. Bariki mtoto wako. Biblia inasema kwamba Isaka alipokuwa mzee aliwaita watoto wake, zaidi sana alikuwa amemuita mtoto wake wa kwanza, akaanza kumbariki, akaanza kumtamkia maneno ya baraka, ijapokuwa alikuwa ajui ya kwamba mtoto wake anayembariki ni yule mdogo. Hata wewe sasa unaweza kawaita watoto wako, anza kumbariki, mtamkie baraka. Mungu amekupa neema, hujui kesho yako, anza kumbariki, anza kumwambia maneno mazuri. Wakati Yakobo alipokuwa mzee akaanza kuwaita watoto wake 12 wa kiume, akaanza kuwabariki, akaanza kuambia maneno mazuri. Na wewe anza kuwabariki watoto wako, watamkie baraka, watamkie ushindi, watamkie mema ya dunia, watamkie mema ya kiibada, mema ya imani. Wape Mungu, wape imani, wape ukweli wa Mungu, wasaidie katika namna ya kuwatamkia baraka katika jina la Yesu. Waombea watoto wako. Utakumbuka na wewe mwenyewe, kuna wakati ulitamani wazazi wako wakuombee, kuna wakati ulitamani wazazi wako kutamkie mema, lakini uko mwingine wazazi wako walishakufa zamani, unalisikia. Ulitamani wazazi wako akiseme neno moja tu kwako, akutamkie neno zuri. Hata sasa unao nafasi ya kumtamkia mtoto wako, mtamkie baraka, mtamkie ushindi. Wengine wazazi wenu wako hai, endeleeni kuwaombea pia wazazi wenu, waombeeni wazazi wenu. Tamka baraka kwa familia yako katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa wa huduma Maombi ni Dawa iliyopo Dar es Salaam, Mbezi ya Malamba Mawili. Naamini Mungu amekubariki na kukuhudumia kwa ibada hii ya maombi kwa ajili ya kuombea watoto wako kwa habari ya kufunguliwa ufahamu. Maombi haya yatafanyika dawa. Omba mara kwa mara na watoto wako, ombea mtoto wako, ombea familia yako, utaona mkono wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Unatamani wasiliane nami? Karibu wasiliane nami moja kwa moja kwa namba WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Lakini pia unaweza kutembelea YouTube channel kwa kuandika Maombi Tiba. Andika Maombi Tiba. Kama ulisubscribe mara ya kwanza kwa njia ya Maombi ni Dawa, Mungu akubariki, lakini hii ni muhimu, subscribe tena kwa Maombi Tiba. Maombi Tiba, sio ni tiba. Andika Maombi Tiba by Pastor Godwin Ndelwa au Pastor Ndelwa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.